Mimi ni mwenyekiti wa kijiji cha Kiliamatundu. Kwa nafasi yangu naitwa Januari Joseph Kunda, na kwenye tukio nilikuwepo na nilifika kwa wakati. Hivyo basi, baada ya kusikia kelele, kwa sababu nilikuwa karibu na maeneo haya, niliweza kufika kwenye tukio. Nilifika kwenye tukio nikamkuta muuza duka, nikamkuta na marehemu ambaye sasa hivi amesababisha tumekusanyika hapa. Wote walikuwa kwenye duka. Lakini baada ya kufika pale, tulikuwa na viongozi mbalimbali ndani ya kata ya Kipeta. Alikuwepo mtendaji wa kijiji kama mlinzi wa amani, akawepo mtendaji wetu wa kata, akawepo katibu tarafa, akawepo afande wetu, afande Mwita, mkuu wa kituo. Hao wote, akawepo na Daudi. Hao wote tulikuwa tunashughulika ni jinsi gani kuwaeleza shida itakayopatikana baada ya huyu mtu akipoteza maisha. Lakini wananchi wetu hamkutusikiliza. Mheshimiwa RPC, jambo lile lilileta shida kidogo na lilileta shida kubwa sana. Baada ya sisi kuingia ndani tukiwa na marehemu ambaye kwa jina pengine mimi siwezi kumfahamu vizuri. Lakini marehemu wakati tumefika, kabla hajafa, akiwa yupo ndani ya duka, na yule kijana akawa amesema nimeibiwa nyeti yangu. Hivyo basi jambo lile lilileta shida, kwa sababu tuliomba nguvu kutoka jeshi la polisi kutoka ng'ambo Kamsamba. Walivyofika, tunaweza kuwashukuru sana kwa kazi walioifanya. Lakini wananchi, kwa sababu walikuwa wengi, RPC zaidi ya wananchi 500 waliokuwepo pale, na sisi tukiwa 15 viongozi ndani ya kata na ndani ya vijiji, usalama wetu ulikuwa ni mdogo sana. Tukazidiwa, wananchi walikuwa wanarusha mawe na kutushambulia kwa spidi kubwa sana. Usalama wetu ulikuwa ni mdogo. Na ninavyozungumza na nyie hapa, tunamshukuru ndugu yetu aliweza kujitoa mwanga, Bwana Pajero, katibu mwenezi, baada ya tairi kusukumwa kuletwa mlangoni tuweze kuangamia mle, akajitosa kuja kutoa lile tairi. Kwa hata mimi hapa ninaozungumza na nyie, mlionichagua kwa nguvu zote, lakini siku ile mkoa amefanya maamuzi ya kuniua. Huo ndio ukweli. Kwa tabia hiyo, mimi siwezi kukubaliana na matendo kama haya. Na inaleta shida sana kwamba kama mimi mwenyekiti ninayoshinda na nyie kwa muda wote na masaa yote, mlikuwa mmetamani nife, mkiwa hamna ushahidi kwamba yule aliyopo ndani uume wake upo au haupo. Ni nani aliyoshuhudia? Si mimi ndio nilitakiwa niwape ushuhuda kwamba huyu mtu ni kweli uume wake haupo, na baada kama haupo, sasa hatua za kisheria zinachukua nini? Hakuna mbabe kwenye serikali. Yule aliyofanya na aliyoambiwa wote wangekuwa kwenye nini? Kwenye hatia. Sasa tunachukua hatua kufanya majukumu magumu ya kutaka kuangamiza ndani ya kata nzima na ndani ya kijiji chote. Ni kweli mtu mwingine unaweza kaona Januari hafai, lakini mwingine anafaa, ananiona nafaa. Sasa ukichukua hatua ile kama mlivyokuwa mmechukua bila ndugu yetu Pajero kwenda kutoa tairi, ndugu zangu, tusikwe kwa tumeishaisha. Haya, faida yenu ilikuwa ni nini kutuua sisi? Yaani faida yenu ilikuwa ni nini kutuua sisi? Mheshimiwa Katibu Tarafa RPC, ilikuwa ni jambo mimi nilitamani kutoa machozi. Bomu tumeingia na maskari kutoka ng'ambo, wawili wamekuja na mabomu, wamepiga marisasi, lakini wananchi walishindwa kuwaelewa. Tukabaki na bomu moja tu. Tulipofika hatua ya kuzidiwa,
Baada ya kuonekana tumezidiwa RPC, wananchi walileta jiwe, tunasema Fatuma ile, wakagonga mlango, usalama wetu ukawa ni mdogo, ikabidi tuchomoke, kila mmoja atafute njia yake. Na baada hapo ndipo marehemu mpaka leo hayupo, alipobebwa na kuanza kushambuliwa na kuchomwa tai. Kwa ni kitendo ambacho kilifanyika cha ukatili ambacho hakina maana, kwa sababu sisi bila kuondoka mle na sisi tungekuwa ni marehemu mpaka dakika hii. Wananchi wa kijiji cha Kiliamatundu, mmeona majuto mlioyapata kwa muda mfupi. Mmesikia? Mmeona majuto mlioyapata na hadha mlizoipata kwa muda mfupi. Watu wachache ambao walikuwa wanafanya vitu vya ajabu wametusababishia hasara kubwa ndani ya kijiji cha Kiliamatundu. Kuto kusikiliza maneno ya watu, kuto kuheshimu viongozi. Lakini kwa sasa tunahitaji tutoe funzo kwa watu ambao hawatakuwa na utiifu kwenye serikali. Tutawanyosha. RPC kuna katabia ambako kapo hapo ndani ya kata Kipeta au bonde hili. Ukitaka kusimamia sheria, wana kama mwenyekiti wanasema tutakuondoa kwenye mkutano, wanatoka wamejipanga kwa namna hiyo. Kwa hiyo tunafika mahali tunarudi nyuma, kwa sababu kumbe kurudi nyuma ndiko tunako walea vibaya. Kwa watu wenye tabia mbaya hatutawavumilia. Na bahati nzuri tuna video vyote, mlikuwa mnafanya vile vitu, video vipo, vitawaonyesha kwenye video vipo. Tutachukua hatua na tutafanya kazi kwa yule mtu ambaye alikuwepo, hatutavumilia kumwacha salama. Lazima tuheshimiane kwenye utendaji wa kazi. Hatuwezi kukubaliana na upumbavu. Mtu anafanya kitu cha ajabu, anataka kuumiza watu zaidi ya watu 2000 ndani ya kata ya Kipeta, ndani ya kijiji cha Kiliamatundu. Kiliamatundu oye! Mheshimiwa RPC, unaponiona hapa leo nisingekuwa nimevaa hii suti. Hii suti pengine wangebaki wakavaa watu wengine. Nilikuwa ni marehemu siku hiyo. Na katibu tarafa na hata kiatu ikasile kwa amevaa. Wangevaa watu wengine. Tulitendewa kitendo cha unyama sana. Hawakutuheshimu sasa kama viongozi. Hawakutujali kama viongozi tu waliotuchagua. Walitutendea kitendo cha unyama. Ni kitendo ambacho ni cha udhalilishaji, lakini haya yote ni jambo limejitokeza. Tuweze kumwombea Mwenyezi Mungu aweze kumweka mahali pema marehemu huyo alikoenda. Lakini wananchi wa kijiji cha Kiliamatundu, RPC, niombe, watu wachache wameleta mateso makubwa sana ndani ya kijiji cha Kiliamatundu. Niombe wapate fursa. Hali ni mbaya kiuchumi. Watu wapo ndani wamejifungia, hawana unga, hawana mchele, hawana maharage. RPC, ombi langu